Balozi za Marekani katika miji mikuu ya Mashariki ya Kati zimewaonya raia wao kujihadhari na ongezeko linalotazamwa katika mzozo wa kikanda na kuwataka kuwa tayari kuondoka. Onyo hilo lilitumwa mtandaoni na balozi za Marekani nchini Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Linakuja siku moja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuipiga vikali Iran, lakini wakati huu amesitisha mashambulizi hayo. Iran na Marekani zimekuwa kwenye vita tangu Februari 28, kipindi cha utulivu kilichofuata usitishaji mapigano, ingawa ulisambaratika na kurejea kwa mashambulizi bila mwisho mbele. Vita vya miezi kadhaa vimeinua maisha ya watu katika Mashariki ya Kati na kusumbua masoko ya nishati ya kimataifa. Wa Marekani katika eneo hilo wanapaswa kufikiria kuondoka au kuwa tayari kuondoka iwapo kutakuwa na ongezeko, ilisema taarifa ya tahadhari ya usalama. Ujumbe huo uliwahimiza raia kuangalia maelezo ya safari za ndege na kufuata ushauri wa usalama kutoka kwa serikali za mitaa. Balozi hizi huenda pia zikafungwa kutokana na kwamba moja kati ya mambo ambayo yameelezwa na Iran ni kufanya mashambulizi mazito katika ofisi za Wamarekani popote katika Mashariki ya Kati. Kadhalika, moja kati ya jambo kubwa ambalo wakati huu linatazamwa ni namna ambavyo wa Iran wamesema watalipa kisasi ikiwa Marekani itaanzisha mashambulizi. Hata hivyo, licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba amesitisha mashambulizi dhidi ya Iran, lakini wa Iran wanasema hawaiamini kabisa Marekani ya Donald Trump, kwa sababu rais wao mara kadhaa amekuwa akisitisha mashambulizi lakini baadaye amekuwa akirejea tena katika mashambulizi. Wamarekani walioko Mashariki ya Kati kwa sasa wanapaswa kuwa waangalifu na kuwa waangalifu zaidi, na wanapaswa kuwa tayari kwa kughairi safari za ndege, kufungwa kwa anga mara kwa mara na kutatiza safari. Wamarekani huko Jordan waliambiwa wasitembelee kambi za kijeshi za Marekani huko ambazo zimeshambuliwa hivi majuzi na makombora ya Iran, na nchini Israel wakihimizwa kutafuta eneo la karibu la makazi yasiyokuwa na mabomu. Utawala wa Iran hautabiriki kama inavyoonekana katika maamuzi yake ya hivi punde kwamba watashambulia maeneo yote katika Mashariki ya Kati na kwamba watapanua mashambulizi katika maeneo ambayo hayakulengwa hapo awali kama vile huko Misri, ilisema chapisho kwenye tovuti ya ubalozi wa Marekani huko Yerusalemu. Ubalozi wa Marekani Beirut ulisema kuwa ujumbe huo ulibakia katika hadhi ya kuondoka iliyoamriwa, ikimaanisha kuwa wafanyakazi wasiokuwa na dharura wa serikali ya Marekani bado walihamishwa nje ya Lebanon. Jeshi la Iran siku ya Jumamosi lilishutumu Washington kwa kuongeza mvutano katika eneo hilo, huku likisema eneo lote la Mashariki ya Kati litapigwa vibaya mno na mashambulizi ya Iran, na hivyo kutoa tahadhari kwa nchi washirika wa Marekani katika nyakati hizi. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia kamanda wa jeshi amedai kwamba nchi yoyote itakayotumika kama ngao ya kujihami kwa Marekani yenye uhalifu na uchokozi itamezwa na moto wa vita. Ali Abdullah, mkuu wa kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, alisema katika taarifa iliyosoma kwenye televisheni ya taifa. Mohamed Mokbar, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran, pia alionya dhidi ya mashambulizi yoyote dhidi ya miundombinu ya Iran. Unahesabu kupitia hesabu za kijeshi, lakini tunajibu kwa mantiki ya kihistoria, aliandika kupitia ukurasa wa X. Kushambulia miundombinu ya Iran moja kwa moja kunamaanisha mistari ya makosa ambayo miaka 250 ilijengwa. Iran na Marekani zilianza tena kurushiana risasi usiku kucha mwezi uliopita baada ya utulivu wa siku kadhaa katika mapigano, ingawa hakukuwa na mashambulizi yaliyoripotiwa kati ya Ijumaa na Jumamosi pamoja na leo Jumapili. Jumatano, ndege isiyokuwa na rubani iligonga meli ya gesi inayomilikiwa na Marekani iliyokuwa ikipita katika lango la bahari la Hormuz, lakini pia kuna meli nyingine iliyopita katika bandari ya Misri na kusababisha moto. Misri bado inaendelea kuchunguza nini ambacho kilitokea na ni nani alishambulia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.